mfuatiliaji wa Snada Real TV. Tukiwa hapa shule ya msingi Mwaja. Jeshi la polisi limetoa elimu kuhusiana na swala la usalama barabarani kuelekea Mei Mosi. Amjambo. Marahaba. Nimependa mazingira ya shule yenu. Kwa majina naitwa Koplo Gabriel Joseph Mwaswenya, askari usalama barabarani, ofisi ya RTO Singida. Nipo dawati la elimu. Nafikiri ni shule hii ndo sijawahi kufika, lakini shule karibu zote za manispaa nimefika. Kwa upande wangu nimeongozana na askari wa kike anaitwa Koplo Lucy. Tumeambatana hapa kwa ajili ya kutoa elimu. Sisi mada yetu kuu itakuwa ni matumizi ya barabara. Wanafunzi, barabara tunaifahamu? Ndio. Ni kama ipi? Ile inayotoka mjini kuja Mwaja, si ndio? Ndio. Basi vizuri. Wanafunzi, tunafahamu vivuko? Ndio. Ambavyo vina michoro gani? Pundamilia, si ndio? Ndio. Basi vizuri. Sasa nitajikita kwenye namna mnapotoka mjini, wale mnaotembea kwa miguu. Sawa? Ndio. Na pale ambapo sasa mmefika karibu na shule yenu, kukatiza kutoka upande mmoja wa barabara kwenda upande wa pili. Tuko pamoja? Ndio. Nyinyi mnapotokaga mjini huwa mnatumia upande gani wa barabara? Yaani kutoka mjini kuja hapa shuleni mkiwa mnatembea kwa miguu. Upande wa kulia, si ndio? Ndio. Na ndio upande sahihi. Na tunashauri kutumia upande wa kulia kwa sababu kuu moja. Barabara zetu za Tanzania mfumo wake, vyombo vya moto vinatembelea kushoto. Sasa na wewe ukitembea upande huo wa kushoto, maana yake utakuwa vinakupita kutokea nyuma. Lakini ukitembea upande wa kulia, maana yake utakuwa ukikutana navyo, yani utaviona kutokea mbele. Tuko pamoja? Ndio. Hivyo basi itakuwa ni jambo zuri ukiwa unaviona kutoka mbele ili kuweza kuvipisha. Sawa sawa? Ndio. Kwa mujibu wa matumizi ya barabara, ni kila mmoja anayo haki ya kutumia barabara. Haijalishi anaendesha chombo cha moto au anasukuma mkokoteni au anaendesha baiskeli au anavusha wanyama au anatembea kwa miguu. Hapo tumeelewana? Ndio. Kwa sisi sote kwa ujumla wetu tunayo haki ya kutumia barabara. Ila tutatofautiana kwenye matumizi ya barabara, kwamba watembea kwa miguu tutawapa kipaumbele, wanaoendesha nini? Magari. Si ndio? Ndio. Singida vyombo vingi vya moto ni vyombo gani? Bajaji, si ndio? Bajaji na pikipiki. Na kwa barabara zetu ndio vyombo vingi, na ndio maana tumevisajili kwa namba. Zile namba za ubavuni, achana na zile namba zilizosajiliwa toka vimeingia nchini. Hivyo basi tunapaswa kuwa makini sana, kwa sababu sisi wote ni wanafunzi na kila siku mnatumia barabara ili kufika shule hii. Kwa sababu kwa mazingira yenu inaonyesha ni sawa, kwa karibu hapa kuna makazi, lakini makazi mengi yako nje ya shule, si ndio? Kwa itawalazimu lazima tu kutakuwa na matumizi ya barabara kufika shuleni na kurudi nyumbani. Kwa hiyo mimi nitaelekeza zaidi kwenye utumiaji wa barabara wakati wa kutembea na kuvuka. Nikianza na kutembea, kama mlivyosema nyinyi wenyewe, tutapita upande gani? Kulia. Upande wa kulia. Ukiwa na mdogo wako yule mdogo kabisa wala kwanza na chekechea, utamshika mkono gani? Hapana, utamshika kulia. Kwa nini unamshika kulia? Awe upande salama zaidi, si ndio? Maana wewe ndio unauelewa mkubwa kuliko yeye. Kwa akiwa upande ambao ni salama zaidi, wewe unapita kulia, yeye awe pia mkono wako
wa kulia, wewe uwe kushoto kwake. Sawa sawa? Ndio. Ili kile utakachokiona mbele iwe rahisi kumsogeza yeye kwanza, alafu wewe unafuata. Kuliko kusogea wewe alafu ndo umsogeze yeye. Unaweza ukamsahau, si ndio? Ndio. Hapa nimeambiwa kuna madarasa yote, si ndio? Darasa la kwanza mikono juu. Ndo mpo pale. La pili. Naamini kuanzia darasa la 3 mpaka la ngapi? La 7. Nyinyi mna uelewa zaidi ya wale, si ndio? Ndio. Kwa hiyo tunategemea muongoze zaidi wale wadogo zetu, si ndio? Ndio. Yani haijalishi ni mdogo wako kutoka nyumbani. Ukimkuta ni mdogo zaidi huko barabarani hawezi kutumia barabara, haumsaidii? Huo ndo ukaka mzuri na udada mzuri. Sawa sawa? Kwa hiyo kwenye matumizi ya barabara tujali usalama wetu sisi na wa wadogo zetu. Sawa sawa? Upande wa kuvuka, kwenye kutembea hapo tumeelewana? Kwamba tutatembea upande gani? Kulia. Sababu za kutembea kulia? Ili kuona magari yanayotoka mbele yako na kupishana nao. Sawa? Haya. Tunaenda upande wa kuvuka barabara. Sawa? Tumesema tunazuka kwenye michoro ya nini? Ya pundamilia. Sawa? Sasa kwenye ile michoro mtasimama upande ule ambao ndo mnataka kuelekea kwenye ile michoro. Sawa? Wakati mnataka kuvuka mtaangalia upande wa kulia. Tuko sawa sawa? Upande wa kushoto kama kuna vyombo vya moto, magari, yani namaanisha magari, pikipiki au baiskeli. Sawa? Ukishajiridhisha kwamba vyombo hivyo vimesimama kukuruhusu wewe kupita, ndio ufanye nini? Upite. Sawa? Na hata kama hujaona chochote unapaswa kupita kwa nini? Kwa tahadhari. Yani uangalie inawezekana kikatokea, na vivuko hivi haviko sehemu ambazo uono ni hafifu. Ndio maana haviweki sehemu ya kona kali. Vinawekwa sehemu ambayo dereva anaweza akaona. Tuko pamoja? Kwa hiyo kwenye kuvuka tuvukie sehemu gani? Sio kulia, kwenye vivuko vyenye nini? Pundamilia au michoro ya pundamilia. Vipi tukikuta michoro hiyo haipo? Kama michoro hiyo haipo lakini mnalazimika kuvuka sehemu hiyo, tahadhari ni zile zile. Mtasimama upande mmoja kwa pamoja, mtaangalia upande wenu wa kulia wa barabara na upande wa kushoto wa barabara. Mkishajiridhisha vyombo hivyo vimewaona au havipo, ndio mfanye nini? Mvuke. Sawa sawa? Haya, mimi binafsi nilikuwa nazungumzia hapo tu. Kama tumpongeze afande wetu, ametoa elimu nzuri, naamini itawasaidia sana, si ndio watoto wazuri? Ndio. Jana nilikuwa naongea na wanafunzi wa darasa la 7. Wanafunzi wa darasa la 7 mikono juu. Asante sana. Tulikubaliana jana, walisema usafiri mkubwa sana hapa ni baskeli, bajaji na pikipiki. Tulikubaliana kwamba mnapokuwa mnaendesha baskeli, inapita gari, kuna vumbi kabisa. Wakati unaona vumbi, inawezekana huoni mbele. Unatakiwa ufanyeje darasa la 7? Ukisimama, ukisimama unaangalia mbele, kama ni salama, hamna gari nyingine inayokuja, unaondoka. Kwa sababu unakutana na vumbi, alafu unaenda, huwezi kujua kama kuna gari nyingine inakuja baada ya hiyo gari, ukakutana nayo ikakugonga. Sawa Nafikiri afande ametoa elimu nzuri katika katika matumizi ya zebra, katika matumizi ya barabara, si ndio Kwa hiyo cha kuongeza, jana nilikubaliana kwamba msipande pia bodaboda mshikaki. Mnajua mshikaki? Ndio. Msipande abiria 3, 4 kwenye pikipiki. Mkipata ajali, yule dereva atakosa control namna sahihi ya kuliongoza pikipiki lake. Na pili, kwenye bajaji mnapanda pale mbele, hairuhusiwi msipande pale mbele kwenye bajaji. Yule dereva akipata tatizo lolote atashindwa kumudu
bajaji lake. Kwa hiyo na nyie mwe mabalozi wema, na nisikia mwambie wale kaka zenu wanaovuta sigara, wanaovuta bangi, wanaokunywa pombe kipindi wanaendesha vyombo vya moto. Nasikia Kwa hiyo na nyie mkiona mtu amelewa, usipande pikipiki yake, usipande bajaji yake, ni hatari. Atawafanyeje? Atawadondosha. Atawafanyeje wote? Dereva akilewa msifanyeje? Msipande chombo chake cha moto. Hamjambo. Marhaba. Kwa majina naitwa Khadija Omari Saleh, ni balozi wa usalama barabarani mkoa wa Singida, ni katibu msaidizi. Naona mengi yameshazungumzwa na afande, kwa hiyo tunaomba sana usalama wenu muwe makini. Sawa, watoto wazuri? Ndio. Muwe makini barabarani mnapotoka majumbani kuja shuleni, mnapotoka shuleni kwenda majumbani, muwe makini. Sawa? Ndio. Asanteni. Awi? Awa? Awi. Watoto wazuri hamjambo? Marhaba. Mimi kwa majina naitwa Martin Manda, ni balozi wa usalama barabarani kwa Singida. Kwa hiyo wito wangu tu watoto wazuri, niwaambieni kitu. Tufahamu maana usalama barabarani, sawa Si ndio? Afande amezungumza, mmemwelewa vizuri? Ndio. Aya, nani ana swali? Nimjibie afande. Aya. Kingine niongezee tu kidogo. Sisi tunatumia mabajaji sana kuja shuleni muda mwingine. Siku nyingine tunatoka mbali kidogo. Ndio. Kwa hiyo tujitahidi kuwa kuna usalama kwenye bajaji. Msikubali dereva bajaji anawajaza mpaka pale mbele, sawa Na kama kuna chochote kinatokea kwenye bajaji, mjitahidi nyesi wasomi bana. Bajaji zetu zina namba kwenye ubavu. Kwa hiyo mjitahidi kusoma zile namba, unakuja kwa mwalimu wako atakusaidia kufuatilia, sawa Haya, asanteni. Hawa. Hamjambo. Marhaba, nimependa moto wenu wa shule. Hebu rudieni kidogo. Kama ilivyo elimu ni mwanga, sasa tunataka huo mwanga tukupeleke kwenye mambo ya usalama barabarani. Tunaelewana? Ndio. Tuwe makini kule barabarani. Vyombo vingi Singida tunavyotumia vya usalama barabarani vinatujaza sana. Au naongea uongo watoto wazuri? Kama mlivyoambiwa, hatua ya kwanza ukiona ajali imetokea, tumia namba 114 kama umeona pale amna traffic. Sawa Ile ndo namba ya kwanza kabisa kuipigia na itakusaidia. Kwa majina naitwa Fatuma Sultani Kingo, ndo katibu wa balozi wa usalama barabarani mkoa wa Singida. Asante. Sijasikia sauti watoto wazuri. Awi. Hawa. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Abdul Mitigo. Mimi ni balozi wa usalama barabarani. Mimi nasema vijana mpo vizuri. Naombeni mjitahidi sana kuangalia usalama barabarani, kwa sababu kwanza mnapofika kwenye zebra unaangalia kama alivyosema afisa polisi, unaangalia kulia kushoto, ukiona hakuna gari basi mnapita. Ukiona kuna magari mengi unataka kuwahi, mtafute mtu mkubwa kama yuko karibu akuvushe. Sawa watoto wazuri asanteni sana. Mimi ni John Hassan, Snada Real TV, Singida.